Wallahi, last year's results. Last year's results are my proudest moment as a teacher, as an administrator. Hata tukapewa zawadi na the then governor wa Mombasa, His Excellency Hassan Joho, akatupa limwari milioni 1 tushe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni Halal Charity TV. Na leo alhamdulillah tuko na mgeni ambaye ni mashuhuri, ni mwalimu mkuu, ni principal wa shule ambayo ni shule moja kubwa, shule muhimu ambao wazazi wengi huwa wanataka sana watoto wao waende kusoma kwenye hiyo shule. Kwanza kabisa tungeanza na introduction, Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mimi ni wenu Sheikh Rashad Rajab Ramadan, principal ama mwalimu mkuu wa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Secondary and Senior School Mombasa. Shukran sana. Pengine tungeanza briefly historia fupi ya hii shule, Sheikh Khalifa. Okay, inshallah, bismillah. Shule Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ilikuwa kwenye miaka ya 1979, ilikuwa ni idea. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan akiwa Crown Prince wa Abu Dhabi, alikuja kutembea ziara khasa na private visit tu, akapokewa na family ya Mazubedi, the Zubedi family. Katika kutembea kwake akawa na azma ya kufanya kheri. Sasa mzee Zubedi yule akawaita wale walikuwa ni vigogo wakati ule katika politics, kamba bana, kuna huyu mgeni ankuja na ana azma ya kufanya kheri, ningependa muonane naye, umweleze matakaji. So meeting ikafanywa. Said Hamid, Ambassador Said Hamid wa sasa huyu, at that moment in time kulikuwa na his worship the mayor of Mombasa, Honorable Rajab Sumba, Honorable Sharif Nasir, mashallah, kuna moja kitu Honorable Khairu, kawa na wengine kadhaa wakakutana naye, and a discussion ended up with an idea of tulipoteza kitu, tunaomba kama kitaweza kuwepo tena. Tulipoteza Miomi. So kumbuka zamani Arab school, Arab boys, Arab girls, hiyo ni Serani na Mbaraki. Then kulikuwa na Khamis ambayo ilikuwa ni secondary school ya Islam. Then we had Polytechnic ambayo ilikuwa ni Technical Institute of Islam. Hizi zote zilipotea kwa muda mmoja. Until today hakuna mtu anaweza kukueleza ilikuwaje zikawa ziko na serikali bila ya sisi hata kuwa na amri nazo kivovote. Because ukiangalia shule zingine, institutions zingine, hata kama ziko serikali na zirani na leto walimu, lakini ile community ina amri juu ya yale mambo ambayo kwamba yatendeka pale. Mfano kama Star of the Sea. Star of the Sea principal lazima ni Catholic, board of management wao ndo wanachagua wenyewe na kadha. Sisi sasa ile ilikuwa ni funzo kubwa, wakaomba. So yule bwana akakubali, akasema nitafuteni ardhi. Wazee hawa mashallah kaenda kamona wakati ule president His Excellency Daniel Toroitich na Moi the late, akawapa ardhi. Katoa ardhi ile ya Sheikh Khalifa pale Sheikh Zaidi imesimama, kuna nyingine Likoni, kuna ile Utange, alhamdulillah rabbil alamin, na zingine kuna zingine Nairobi. Sasa hapa ikaitengezwa the Sheikh Khalifa Secondary School, Secondary and Technical School. Alhamdulillah, and he kept his word. Kutoka kwenye his personal funds akafanya ile kazi, kaleta pesa, kajengwa shule alhamdulillah. It was massive. It was massive. In fact,
za kukuchekesha. Walikwenda wakati ule hoteli ambayo ilikuwa inabobea ni White Sands. Walipokwenda kuona kitchen White Sands wakasema tunataka kitchen ya Sheikh Khalifa iwe kama White Sands. Walipoona laundry wakasema watoto wafaa wasipige wapigiwe pasi waoshewe. Wakaenda kaangalia wakaja wakaweka the laundry just like the same. Walipokwenda Polytechnic wakaona the machines ambazo ziko kule, those are the same machines that zilinunuliwa zikaekwa kwenye technical school Sheikh Khalifa. That is how school ilianza. So between 1979 the idea paka 85 the idea had both roots and became a reality. Ikafungua milango yake kwa wanafunzi wa kwanza ambao walianza kwa form 2, and my current director Mr. Khamis Mohamed Khamis is among the pioneers of that group. Alhamdulillah rabbil alamin. Students or teachers? Students. Mashallah. My director is also a former student. Alafu baadaye ndo ikawa ndo the last form 4 ndo the last form 4 ya the other system, the last form 6 hour. Then the consecutive year kukaa hakuna form 4, wakaja form 1. Sasa form 1, the first form 1 ya 844 yeah, na wakaja ndo ile na nafikiri walikuja 87 then 86 first form 1, then the second form 1 ikaja 87, the third form 1 ni sisi, mimi pia nimesoma pale. Wewe ni mmoja wao? Mimi ni mmoja wao 1988 na sisi tukajoin hapo hivyo. So shule kwa sasa inaendeshwa na wanafunzi wa zamani. Alhamdulillah. So hiyo ndo historia vipi shule ilianzishwa na mpaka hapa tukafika. Na what's the mission of the school? The mission of the school is to be a center of academic excellence as far as Islamic principles are concerned. And currently mna watoto kama wangapi? 1300. Boys and girls? Boys and girls, kwa sababu tuna senior school na wajua sasa tuna shule 3 pale. Tuna secondary school ambayo ina watoto 750. Tuna secondary school ina watoto 500. Tuna senior school ina watoto 350. Tuna junior school ina watoto 450. Mashallah. Tuna shule 3 katika ule uwanja sasa. Alhamdulillah. And what are the core values you prioritize in the school? Well, our core values are based on the name Khalifa. Sheikh Khalifa, so our core values are based on the name Khalifa. K it stand for kindness. Kwa halim, kwa mzuri kwa watu, kwa mkarimu. H hard work. Kufanya bidii, kutenda kujizatiti, kusoma, kutia bidii, kufanya kazi na hima kama vile Rasul sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza. A inakuja ni achievement, kusucceed, kufanya kwa sababu tuna hard work, ile hard work lazima iwe na success yake, that is the achievement. Sawa. Alafu tuna L loyalty. Loyalty kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa dini, then kwa the institution, kwa hiyo shule yenyewe na its stakeholders, na kujivunia kwa wewe ni khalifa. I integrity. Is integrity, you need integrity in almost everything, matters of honesty and transparency and fairness and what have you. Alafu F ni faith. So sisi ni a faith based school. Sisi dini pale ndo priority number 1. Sisi unaona compound yenyewe, I think it is by design. Compound ya Sheikh Khalifa, kitu ambayo inatokeza, the most protruding physical feature is actually the mosque. Then you come into the institution. So it means hapa Mungu kwanza, alafu ndo mambo mengine. Kwa hivyo so hiyo ni faith, kwa sababu we are the faith based school and we do believe everything ambao kwamba tumeweza kuachieve, kila kitu ambacho kwamba tumeweza kuwa ni kwa sababu ya faith based school. Stara yote ambao tuna kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu ya mwisho ni nyingine ile ya kumaliza khalifa ambao kwamba ni accountability. Lazima uwe accountable
to everything. Kwa hivyo mission yenu ni Khalifa. Vision hiyo ni core values yetu ni Core value, I mean Khalifa. Core values yetu ni Khalifa. They are coined on the name, alhamdulillah rabbil alamin. And mna maintain vipi watoto upande wa dini zaidi? Dini alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi dini pale tangu shule ikianza imeanzishwa na principal wetu wa kwanza alikuwa kwa Muhammad Sabri. Dini was everything. Salat 5 salat zile si fardh, na ni fardh kwenye shule kwa especially watoto wa kiume lazima waswali msikitini, na borders ni takriban tuna borders kama 200 na 250 right now. Zamani used to have the zamani half of the boys used to be borders. Sasa hii kidogo wa boarding imepungua. Sasa hii tuna kama 250 boys in the boarding. Hawa ni lazima swala zote 5 msikitini. Fajr hakuna kukosa safu al-awwal, yani takbirat al-ihram hakuna kukosa. Ndio sawa. Then kuna qiraat al-Quran ya asubuhi pale. Watoto wote compulsory, wa kike na wa kiume wakiamka asubuhi lazima wasome Quran. Baada ya hapo kuna program ya breakfast, wakiingia klasini adhkar as-sabah, wakitoka pale tukiswali adhuhuri kuna kalima ma baina 10 dakika na 5 dakika, between 5 to 10 minutes alhamdulillah every day. Mbali na khutbatul Jumaa kuna darsa Jumamosi alhamdulillah rabbil alamin. Na hivi ndivyo tumeweza kuibeba shule kiakhlaq. Alafu everything else is based on Islamic values, traditions, kila kitu. Kama sasa tuko half time ya watu wengine itakuwa mbele kwa sisi kwa sababu ya Eid mapema. Na performance ukiangalia ya Sheikh Khalifa alhamdulillah mnafanya vizuri sana. Ukiangalia results kitoka Sheikh Khalifa iko juu. Alhamdulillah. Ni siri gani mko nayo Sheikh? Okay, wallahi kwanza kabisa ni shule ambayo kwamba 1994 wale masulin walikuja kina Dr. Izzuddin wakasema hii shule tuna kila kitu, kwa nini matokeo bado kwa nini haiwi top school? Bas idea ikaja pale kuwa itakuwa top school if tutakuwa na mikakati ambayo kwamba tutachukua watoto na certain grade. Wakati huo ikawa 335 primary results. Yeah, results ya KCPE. Alhamdulillah hiyo lot ambayo ilikuingia na 335 ilipofika 1994 akiwa form 4 hawa walikuwa kwa number, if I'm not number 19 in the country, and ever since from there Top. we've been top number 1, labda tushindwe number 2. Both boys and girls. Both boys and girls. So na tuna hiyo sasa hiyo entry point ni hiyo, na unafanya interview. So not necessary. Kwa hivyo kuna mtu alipata 365 lakini hakupata shule, kwa sababu interviews wanakuja takriban 400 plus kufanya interview, lakini sisi tuna haja ya 240 peke yake. So idadi kubwa itakosekana. Kwa hivyo sisi tunaangalia max. Kama hawa the last form ones, the pass mark na kikumbuka vizuri ya boys was 60 kwa sababu ya idadi ile tulikuwa tunataka. Sahi hawa nina class hawa form 4 current form 4 ni 240. It's the highest candidature ever. Na form 3 nina 236. Pia two of the biggest candidatures ever. Hawa kwenye interview walipita sana. So pass mark ikawa 60, yani percent. Na saa zingine mtu anaweza kuuliza pass mark ni kubwa hii, mbona si wote? Lakini tunaweza kujivunia tukasema alhamdulillah, mwaka jana tulimwomba Mungu sana na strategy zetu zile tulizofanya zikabobea, tukaweza kupata 100% transition. Wanafunzi wote mwaka jana wamepata marks za kwenda university. Mashaallah. Nitasema hiyo it is alhamdulillah imetokea mimi nikiwa principal. Alhamdulillah. Na wakati wa interview tuseme
Hakuna kujulikana. Mfano Hakuna. namjua Sheikh Rashadi. Hakuna Kwa kujulikana. hivyo mtoto wangu hakufanya vizuri. Mtoto wangu yuko form 3 kwa Aga Khan. Hakuna kujuana. Ni watoto wangu wawili kusoma pale. Wa kwanza na huyu wa pili na watatu hawakupata. Wa pili alipata. But was strictly on merit. Merit. Hata kama wewe ni nani. Ikiwa mtoto wa Rashad principal hakuingia, wako kweli ataingia. Mashaallah. Hata tukipigia simu na nani, na tunapata simu kutoka kwa watu wakubwa, lakini integrity hiyo niliwahi kuisikia mimi. Hiyo khalifa, hiyo core values zinafanya kazi mpaka kwetu sisi. So you're very strict on that. Which is very good. Very strict on that. Okay. Na mashallah watoto wengi wamefanya vizuri, sasa ni professionals. Maybe unaweza kututajia kama wawili watatu ambao they are real known who are your former students, professionals? Alhamdulillah, tuna Dr. Shaush, Muhammad Shaush, the resident cardiologist wa Aga Khan Hospital. He is renowned in the entire East Africa, Aga Khan zote za East Africa. This is the resident cardiologist. He travels along the Aga Khans, Kenya, Uganda na Tanzania. He's an old student. Ni old student. Anafanya ile na machines. Anafanya heart surgery na machine. He's an old student, mashallah. Wonderful, humble young man. He is currently the chairman of CAMP, Kenya Association of Medical Professionals in Mombasa chapter. Then we have huyu juzi amechaguliwa kama commissioner wa KRA. Naitwa Muhammad Abdul Makkah. Tuna kina Dr. Muthla. So there are so many. You're proud of them. We are proud of them. Kenda Aga Khan Hospital, if you meet 4 doctors, wawili au watatu ni wetu. Ukenda kwa Sijendo ndo hata usiseme. Wamejaa mashallah. Alhamdulillah. Na tunaweza jivunia katika all sectors. Kwa mfano tu, unaona hizi karatasi hizi ukinywa juice wewe. Hiyo juice imetengezwa na Tetra Pak, si ndio? Engineer wa Tetra Pak ambaye asimamia ile mashine ya kutengeza hizo box, hizo boxes za juice na maziwa. Mtoto wetu Abdul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muhammad Abdul aitwa Muhammad Abdul. Na wajua watoto walioko pale ni teenagers, both boys and girls. Nyinyi kama management ya shule, how do you help them in controlling this teenage, what do you call it? Wale kama nilivyokueleza, kwanza dini pale msikitini, zile darasa zasaidia sana, hotuba za Ijumaa. Then we bring people to speak to them. Alhamdulillah, watu ambao tunawaangalia ni watu aina gani tunaleta, and so sana we use former students to motivate them. We also use kina Dr. Mujahid, kina Dr. Madiha, our renowned Muslim figures. Above that, we have a very strong kwanza tuna board of trustees ambao ndo wale ndo policy setters, sio? Then tuna board of management ambayo inasimamia ni professionals, alhamdulillah rabbil alamin. Then we have the parents association ambao mashallah made by our teachers ambao pia wanatusaidia. Then we have a fully fledged counseling unit. We have a school counselor ambayo kwamba inasimamiwa na counselor Ali, alhamdulillah rabbil alamin, Alian, ambaye chini yake kuna mwalimu na an entire counseling department team. We have Mr. Shahid, the head of counseling department here school. It does a wonderful job because hii inasaidia watoto na matters mental health, alhamdulillah rabbil alamin. This way, na a lot of dua na swala na saum. Ikifika Alhamisi pale, half of my students are fasting. Jumatatu na Alhamisi, not because kuna kidheri na sima, lakini mashallah tumekuwa weka ile tradition ya Monday tunafunga na Thursday tunafunga. So utapata hata breakfast ya Monday na Thursday watoto kidogo. Hata ilibidi tuachange menu usiku ya Monday na Thursday ili kidogo iwe ni menu ambayo kwamba inakwenda na saum. Mashaallah. Na je, support ya wazazi Sheikh? Wallahi support ya wazazi, tuna support kubwa sana ya wazazi, alhamdulillah. Support kubwa ya wazazi kwa sababu wajua siku zote ukiwa na matokeo mazuri unapata support ya wazazi. Wallahi tukiwaita wazazi wetu wanajaza hall. Yani sisi mara nyingi tukiita mikutano tuna over 95% attendance ya wazazi. Na kama mtu haja atatuma mwenzake. And then wazazi pia wajua na ile
nimemleta mtoto mahali pazuri, pia wanatuombea Mungu, because in the end of the day watoto wakifanya vizuri, mtoto wake akifanya shule ikifanya vizuri, mtoto anafanya vizuri. Tuna very good support system, alhamdulillah rabbil alamin. And wallahi, and above all, mimi nitasema wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhifadhi sana. Moto yetu na al-ilm wal-iman. Hapa iman Sheikh Khalifa inafanya. Mimi nasema the presence of that mosque there wallahi is the focal point of every success that we have. Ule msikiti pale ndo chanzo cha ufanisi wetu, ni ule msikiti wallahi. You cannot detach our success from the masjid. I do believe mimi strongly ule msikiti unachangia pakubwa sana katika matokeo yetu, unachangia pakubwa sana katika kutuhifadhia watoto wetu pale na kuhifadhi yale mazingira ambayo kwamba tuko nayo pale. Naam, Sheikh, wewe umesoma dini na dunia, secular na dini. Naam. And mashallah, you're one of the most successful principals, if I can say. Hawa watoto wako ambao unawafundisha, wengi ikifika wakati wa kuchagua career, tuona mtu anawacha mambo ya madrasa, anaingia mambo ya secular. Sasa mnawasaidia vipi nyinyi kuhakikisha hawa watoto waendelee ndio waje wawe kina Sheikh Rashad of the future? Unajua, hiyo ni challenge kubwa sana, changamoto kubwa sana, kwa sababu unaona kama mimi kwa nimesoma dini na nimetoka shule, hii ni chaguo langu mimi. Shauri. Na ni chaguo ambalo kwamba nilikwenda kinyume na mawazo ya watu wengi. Na nitasema mimi ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nitasema mimi nachagua, lakini wallahi chaguo limetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo yahdi qalba rajul, yani Mungu ndo anamuongoza mtu. Nitasema mimi ndo nilichagua, lakini na hakika Mwenyezi Mungu amenifanya mimi nikaweza kuchagua, na alhamdulillah. Kitu nitaweza kusema ni saizi vijana wengi sana wale wametaka kwenda Islamic University of Madina kule mimi nimesoma, lakini changamoto ni kupata nafasi ya kwenda. Zile scholarship zikija, kuna siku hizi imekuwa kidogo ngumu sababu ni mambo ya mitandao na nini, but naweza jivunia nikisema nina kama 5 huko sasa wanasoma. Alhamdulillah. Wanafunzi wangu ambao wamekwenda, nina Mus'ab, alhamdulillah rabbil alamin, nina Abdul Hakim, nina mashallah Muhammad, na wengine wawili naam, ambao majina saizi siyakumbuki, lakini na tunata watoto Sheikh zetu wamemaliza ambao tumewasaidia wamekwenda. So tuna namba kubwa ya taka na tushukuru, lakini ni ile kwa university kidogo kumekuwa na shida kuweza kuipata. Si kama zamani, wakati wetu ulikuwa ukaenda zako kufanya umra tu, unaweza fanya interview ukachukuliwa, lakini sasa hii mpaka uapply demand ni kubwa dunia nzima. Unaingia online, unaweka kila kitu, kila watakachokuuliza una upload vile vitu watakapokuuliza, then ni chance. Bitawfiq Allah unaweza kupata, bitawfiq Allah unaweza usipate. So ni kuomba Mungu tu, lakini wengi wataka. Na lakini kitu kimoja mimi nimewaambia kuwa, na huwa tunawaambia, si unajua kusoma dini si paka lazima uende ukasome dini pase. Unaweza kuwa daktari lakini dini ukajisomesha mwenyewe. Bado tuna madarasa, bado tuna durus online, tuna mashayikh wako online. Kusoma dini uzuri haiko confined na msikiti ama shule ama taasisi ama institution. Kusoma, madamu unataka kusoma dini, unaweza kusoma dini popote pale. Na saizi alhamdulillah na makompyuta na mitandao inawezekana. So niwaambia, mwisho kusoma dini si kusoma jamia. Unaweza kwenda kwa daktari, kwa engineer, lakini wewe mwenyewe unapenda dini yako, ukaifuata na ukafanya bidii, ukaweza kujua dini yako kama vile ambavyo kwamba unajua vitu za profession yako. Naam, umezungumzia kuhusu mitandao Sheikh, social media. Naam. Challenges gani nyinyi mwapata kuhusu social media kwa watoto wenu, wanafunzi wenu? Okay, sisi wallahi pale shule alhamdulillah kwa ajili ya shule na tuko very strict na hizi simu kuingia na nini. Lakini nyumbani sasa kazi ipo. No shule, kwa hivyo watoto hawana nafasi hawana. Sema tu sasa hii system mpya hii kidogo itatuletea changamoto, kwa sababu hizi gadgets za watoto kutumia inakuwa ni muhimu sana. Sasa kitu tumefanya kama pale shule, sisi tuna ICT labs. Tuna kama ICT sehemu za ICT
3 za watoto wa kiume, 3 za watoto wa kike. Tuna library, tuna moja ya girls na boys, tuna ICT lab nyingine moja boys moja girls, tuna na sehemu zingine pia tuna media room na tuna moja kwenye lab zile za sayansi. Kitu tumefanya ni tumeweka zile, kuna vitu unanunua softwares inamzuia mtoto kwenda kuingia kwenye mitandao ya kuna controls. Mashallah, hawezi mtu kustream movie, hawezi kudownload chochote ambacho kwamba kina upuzi ndani yake, hawezi. Tumedhibiti alhamdulillah. Hata hivi tuna plan our grade 10 wanunue gadgets, wazazi wao wanunulie zile gadgets. Tuko na mazungumzo baina ya sisi Longhorn na Safaricom ili hizi gadgets ziweze kubanwa katika masala ya watoto kuweza kudownload mambo ya kipuzi, yani mwa control watoto. So wale watoto watakuwa na gadget, hawa sasa grade 10 hawana budi, kwa sababu ni wengi na hawezi ku access computer lab wote, na homework saa nyingine zinasema research, na mtoto ni boda, atafanya research wapi? Lazima tumie. Sasa tuna mpango na tumekubaliana nao zile vidhibiti ambavyo kwamba taziweka security measures, tumerecommend alhamdulillah, na wamekubali. Bado tuko katika mazungumzo, tukikubaliana billahi alkarima tutawacha wazazi wazinunue zije shule na zitakuwa zina vidhibiti. Katika vidhibiti ni saa 4 za usiku sisi tuna switch off ile gadget, mtoto alale, anakuwa mtoto hawezi kuitumia. Naam. CBC the syllabus ambayo sasa inatumika. Naam. Mko prepared vipi nyinyi? Sisi wallahi tuko kipaumbele sana alhamdulillah. Katika naweza kusema katika nchi, katika shule ambazo kwamba zimejiandaa na CBC, sisi ni mojawapo ya shule kama hizo alhamdulillah rabbil alamin, kwa uongozi wa board of trustees, board of management na director wetu. Mashallah tuko mbali. Kwa sababu kama ni training ya walimu, all teachers are trained alhamdulillah rabbil alamin. Kama ni equip the shule na ICT labs, tumeshafanya hivyo alhamdulillah rabbil alamin. Kama ni masala ya vitabu alhamdulillah rabbil alamin, tunanunua vitabu vile ambavyo kwamba vinahitajika. Tuna liaise na Ministry of Education pale ambapo kwamba inahitajika, na sisi we are good to go. It's not easy, si rahisi CBC kuimplement vilivyo, lakini tutasema katika shule hapa Mombasa labda sisi ni number 1 inshallah katika implementation alhamdulillah rabbil alamin, na Kenya pia tutakuwako, tuko mbali alhamdulillah. Na wewe kama principal, vision yako in the next 5 years? Vision yangu in the next 5 years is kwanza kumaliza 844 with a bang. Hizi mbili zimebakia, si juzi tumekuwa top 20. Tumekuwa top 24. Nataka kama itawezekana kabla hatujamaliza hii 2026 and 2027 tuweze kwa top 10, why not inshallah, kabla jambo la 844, kabla jambo la 844 hajafungwa, tuwe top 10 in the country inshallah. Mwaka jana tumepata B+ min, mwaka huu tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie ni A- inshallah billahi. Na mwaka ujao ni A. Mwaka ujao why not? Wallahi kwa Mwenyezi Mungu laysa dhalika alayhi biaziz kabisa. Mungu atatupa, na tunaweka mikakati, tunafanya bidii, tunahusia wanafunzi wetu katika haya malengo yetu, na huko ndiko tunakoelekea inshallah. Na wewe kama principal, what is your proudest achievement? Wallahi last year's results. Tangu uwe kiongozi. Last year's results are my proudest moment as a teacher, as an administrator. Kwanza nina 2. Kitambo kuna mwaka tuliweza kupata more than 100 A's in IRE. Mimi ya IRE ilikuwa kwa takriban A. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru kwa 11.5. Hata tukapewa zawadi na the then governor wa Mombasa, His Excellency Hassan Joho, akatupa elimu ya IRE milioni 1 tushe. That was one major milestone in my life. Biggest achievement. Sababu I was the head of the department and we managed to do that alhamdulillah rabbil alamin. Then that was in 2014. Then mashallah the year 2025, those results are milestone yangu kubwa sana. Adao ile ilikuwa kasa teacher, this one is an administrator, to actually be able to achieve
kwa sababu tuliweka as a school tulikuwa tuna target mbili, target ya kupata B+ na target ya kupata 100% transition, something that katika the era tangu 2016 sisi measure tunajimeza kutoka 2016. Unajua 2016 ndo Ministry of Education iliweka mikakati ya zero tolerance to leakage. Kwa kwenye nchi hakuna leakage kabisa. Sasa measure yetu ni kutoka 2016. Kwa hivyo from the year 2016, alhamdulillah, we've never managed to attain our min mark 9.5. Hatujaipata. Tumekuwa tukistruggle 9.1, 9.3, tukafika paka 9.4, lakini alhamdulillah mwaka jana tumepata 9.65 chini ya uongozi wangu kama principal. Alhamdulillah that's 10 years tangu 2016 mpaka sasa 2020. Yes, alafu na tukaweza kupata milestone ya pili ambayo kwamba ilikuwa ni 100% transition. Imekuwa kitu evade ile tupata 97 from secondary to university. Yes, ilikuwa tukipata 97, tushafika 98 inshallah mwaka huu 100%. Nina alhamdulillah with the 17 A's na 50 A minuses na 49 B+, 49 B, 36 B minus na 12 C+, 13 za boys, 1 ya girl. Wewe wote wako funga javi hapo, wote wanakwenda university billahi alkarim, labda wao wenyewe wawe hawatataka kwenda, lakini wote wana university. Amongst that was my greatest, that is so far my greatest achievement, a moment in my life ambao siwezi kuisahau kusema kweli. Na changamoto ni mwaka huu sasa tusha achieve, what are we going to achieve mwaka huu? Tunamwomba Mwenyezi Mungu. Yes, the expectation is now even bigger. So alhamdulillah, safari tumejiwekea an A- as an achievement. Kwa Mungu akituwezesha tuweze kuipata inshallah billahi alkarim. Na lugha ya Kiarabu katika shule ya Sheikh Khalifa, je, mnaipatia kipaumbele? Naam, wallahi shule yangu, kwanza cha niseme hapa, shule yangu ni pioneer school katika masala ya Arabic language. Sheikh Khalifa ilivyoanza tulikuwa tunafanya Arabic kwenye internal exam, lakini mashallah principal wetu marhum anaitwa Jenebi, Khamis Jenebi, akisaidiwa na Ustadh Ahmad Hussein Barakat ambaye ni mwalimu wetu mpaka leo, is the oldest serving teacher in the school alhamdulillah, over 35 years wa Arabic. Walifanya mikakati mikubwa sana mpaka ikawa an examinable subject, and we are one of the first centers to offer Arabic, to actually sit for an Arabic exam in Kenya. Wengine walikuwa wanaketi students, sisi we sat it as a school, wakakaa tukafanya exams, and it is the best performing subject ever alhamdulillah. And mwaka huu tuna one of the highest numbers, 161 students, the highest numbers ever ambao wanafanya Arabic katika candidate ya 245. So Arabic katika mambo mawili ambayo kwamba Abu Dhabi ilivyojenga Sheikh Khalifa, mambo mawili ilisisitiza lazima yafanyike: kufundishwa ayari na Arabic. Arabic ilikuwa compulsory form 1 and form 2, compulsory. Then you can either drop it in form 3 or form 4. Na ayari was compulsory all along. CBC ndio imekuja kidogo imetubadilishia mambo, kwa sababu kidogo ni vigumu kufanya vitu compulsory na nini, lakini tuangalia namna ambavyo kwamba labda in future we might be able to go back to the same inshallah. Although we are offering it non-examinable in the end of the 4 years, in the end of the 3 years kwenye CBC, we have Arabic lessons and we have IRE lessons for all the students alhamdulillah rabbil alamin for the 3 years za CBC. Hata kama hukuichukua as a subject that is examinable, we still teach you. Kwa hivyo Arabic language ni moja katika somo ambalo mnalitilia sana. Yeah, tulitilia mkazo. Kwa wazazi wajue kuwa mtoto wake akija hapo atafundishwa. Yes, na kama ana hamu asijue Arabic ataweza. Na mashallah tuna watoto wamekuja na wamezungumza Kiarabu pale. Tuna watoto wamekuja wajui dini, wametoka pale wajua dini yao alhamdulillah. Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa alhamdulillah bi tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala. It's a big achievement wallahi, be very big. Ukizungumza na watoto saa zingine unajua sometimes hujui, ukimfundisha mtu klasini na hujakuwa na one on one katika kuzungumza naye,
singine haujui ile athar ambao kwamba ile shule inapeana. Lakini subhanallah, ukija ukikutana mtu kwamba mimi nilikuja shule sijui kama hijab ni lazima kule nilikotoka, leo mimi na watoto wangu na wafundisha dini mwenyewe, sababu na wamevaa hijab mapema kwa sababu ya ile elimu nilipata kutoka Sheikh Khalifa. Kuna watu wameselimisha tena wazazi wao. Kuna mzazi alileta mtoto shule akainsist lazima utakwenda shule ya Kiislamu. Jamaa kaja, akija huku anaamshwa fajr, swala ni lazima nini, na akirudi nyumbani bwana sasa kaanza kumshi. Akamwambia baba, mimi na umenipeleka shule ya Kiislamu, yale mambo ambayo mimi nimefundishwa kule mbona nyumbani hakuna? Hapa hatuswali, mama havai hijab. Sasa ni vipi? Wewe ulinipeleka kule, basi kuanzia leo mimi sirudi kama hakubadiliki. Ikabidi watu waanze kuswali, kukatafuta miswala, ukaanza kusoma Qur'an, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hivyo wallahi tumekuwa na impact nzuri sana kwa society, na hata wale watoto wa Kikristo ambao kwamba wanasoma Sheikh Khalifa. Nina mmoja mzee mmoja rafiki yangu sana, tujuliana hali paka leo. 3 daughters wamepita ile shule. Wallahi anasema hata katika familia yake wale daughters wake wanatajika vizuri. Kila mtu anatamani watoto wake wa kike wawe kama wale. Na wallahi he has a lot of appreciation na shule. Sema wallahi mmenitengezea wana mimi. Anipigia simu sasa kuniambia bwana watoto wako bwana amemaliza masters in Canada. Kuna mmoja amemaliza masters in Canada, mmoja ashaolewa bwana, na ambao kunialika harusi bwana. Mimi nakushukuru tu, manake hata katika familia watoto wangu yani wako tofauti na wenzao, na ina maana alhamdulillah tuna athari nzuri sana hata kwa wale ambao kwamba si Waislamu. Na kwa hivyo tutachukua watoto ambao si Waislamu, japokuwa tutachukua small number, si small number, wakija tuwarudishe, si ni interview kwa idadi wanaokuja. Sema ni watu wanakofu tu, wazazi ambao si Waislamu huona wakileta watoto wao, sisi tunawaconvert. Lakini lazima wafuate sheria. Watafuata si kama vile ukienda Catholic school. Na sisi ukija, lakini sisi hatukulazimishe. Catholic school zalazimisha watu kwenda chapel, kwenda church, sisi hatukulazimisha kuingia msikitini. Naam. Na je, wazazi ambao kidogo hawajiwezi, mko na program za basari kuwasaidia? Well, internally tuna some programs ya tuwasaidia saa zingine watu huleta pesa zao taka tusaidie, so we help as per to the need, lakini ni kidogo, haiwezi kusustain mtu ambaye kwamba ana dhiki na shida. Ya tuwasaidia wale wanafia areas na nini, na tujua hali zao kidogo ngumu. We have a way, hizo senti zikija tuwasaidia internally, lakini si ati ni a program that mtu anaweza kuwa yatima kaletwa aitegemee. La, hatuna kitu kama hicho. Ni kitu tu ambacho kwamba internally zile savings zetu saa zingine yafanywa vile, inasaidia, lakini si kitu cha kutegemea. Na tuwapatia wale watu ambao kwamba kwa hakika tujua hawa si fee defaulter tu for the sake of defaulting, lakini mtu ambaye kwamba alhamdulillah rabbil alamin ambaye kwamba hajiwezi, na we know tuwasaidia alhamdulillah. Na wengine tunawapa time ile bwana katafute, utaka barua ya kwenda kutafuta school fees ya mtoto wako, tukuandikia barua, alhamdulillah unakwenda unapata msaada, tukusubiria lipa kidogo kidogo. Kuna mzee alikuwa akilipa 100, akipata 100 yaleta, akipata 200, akipata 500 yaleta, mpaka kamaliza. Mpaka watoto walipomaliza shule wakaendelea kufanya barua, mtoto akajilipia mpaka mwisho wakamaliza deni, alhamdulillah rabbil alamin. So we are very understanding in that aspect ya kuwa kama huwezi unaweza lipa polepole, bora uje utuambie, tufahamu, tuwe na maelewano, hakuna mushkil kabisa. Na hii shule ambayo ni Sheikh Zaid, una uhusiano gani na Sheikh Khalifa? Sheikh Zaid na Sheikh Khalifa ni shule za baba na mtoto wake, lakini independent administrations na independent sponsors. Sisi tuko chini ya Khalifa Foundation, wale wako chini ya Zaid Foundation. Wana director na principal wao, na sisi tuna director na principals wetu. They are two different. Lakini we are sister schools. Ama mzazi na mtoto wake. Ni mzae, we are sister schools, na watoto wa Sheikh Zaid wakitoka pale, wazazi mara nyingi wakimleta mtoto Sheikh Zaid wanataka aje Sheikh Khalifa.
na tuna collaborate na mambo mingi. Tusangine sports day tunakwenda kwao pale, wao wakitaka kitu kwetu hatulipishani, wao wakitaka kitu kwetu ni bure, sisi kitu ni kwao. Na wao wale mayatima wao wengi wakipata sponsorship wanakuja wanawaleta Sheikh Khalifa. Na wale ma sponsors wenu serikali ya UAE bado inawasupport? Alhamdulillah, 30%, alhamdulillah. So they are still aware of what is happening? Yes, very aware of what is happening, alhamdulillah. Without that support, it will be a very expensive school. Yeah, that support is really helping the school to be a subsidized school. Can you imagine our boarding fees is 70,000? Boarding fees is 70,000. So ile subsidy hiyo ni bei ya private schools in town, ndio? Bila lunch, bila transport. Hiyo wewe ni boarding, na boarding yetu mashallah. Watoto mkiuliza menu ya boarding, alhamdulillah. No, watoto wanasema ni hoteli. Alhamdulillah, tushukuru. 5 star. Alhamdulillah. Na do you engage them pengine wakitaka kuongeza shule kama hii? Kama sisi wazazi tungependelea tupate shule nyingine 1, 2, 3 kama hizi. Wallahi sasa sisi for the benefit of the community yani. Wajua wallahi wajua wale wazee wa zamani, hii fikra kwa sasa itaka labda ibebwe, na mimi naona wao sio tufanyia. Kwa nini na sisi hatuji pamoja tukajifanyia? Maybe we start that conversation at that level. Kuliko kuomba ya pili. Kwa nini na sisi pale? Bwana, Waislamu si maskini Sheikh. Islamu si maskini. In this economy, alhamdulillah, as taxpayers we contribute a lot. I do believe as Muslims we can come together and initiate an institution like this one, having this one as an example or as a guide. And sisi tunaweza kufanya kuliko saa zote tuwe tuomba. Wala Waislamu hawana haja ya kuomba. Na kama yawezekana kisasa hiyo si hatuwezi kuambia jenga nyingine, labda hii yetu expand, na tusha expand. Lakini I think we are not in the position to tell them, can you do another one? Sisi wenyewe tutakuwa tunataka issues of sustainability, tunataka tufanye projects za self sustaining. Sasa hatuwezi kwenda kusema bwana tengezeni ya pili, ni labda kutoke watu hapa sasa waende wakaombe nyingine. Lakini mimi nasema tuna haja kweli. Mzee Bashir wewe mwenyewe, kwa very honest, do you ask Muslims in Kenya ile waste ambayo tunafanya na pesa yetu, lao tukiitia tu kwenye projects ya kama shule? Wale Waislamu si watu ambao kwamba wanafaa waombe msaada, wafaa hawana hospitali yao, wao ni watu ambao hawajielewi. Ukiangalia the amount of money we put to waste, and we don't need to mention waste inakwenda wapi. Si maharusi yetu, si mihadarati, marungi na mogoka. Lao tutaacha kufanya hizi vitu for a while, tuseme jamani sisi tutacut expenditure yetu kwenye these things to channel huku, I do believe we'll be very fast a community bidhillahil karim. Ndugu zetu hawa Mamemun, Makoja, Maithnashari, Mabora wamejaribu kidogo to look at how far they are. Wako mbali, na mimi husema tuige mifano yao kwenye mikakati yao, na sisi pia tutakuwa mbali bidhillahil karim. Na ikiwa tumeweza kuimaintain hii shule paka sasa ikafika ina 43 years right now, that's a very big achievement. Yeah. It's a very big achievement. So it means we are capable and able to actually. So you should start the conversation, Sheikh. As the head. Mimi, my conversation that I will start, I'll actually introduce sustainable projects that will help the school to be self-sustaining. Me conversation ingependa chukuliwa na Waislamu. Kama vile wazee walichukua this communication. Naam. Waenda kuzungumza na Muhammad, waambie Muhammad wana ndugu yako Sheikh Khalifa ametengeza moja, kwa nini atoe na Sheikh Muhammad? Wa Rabbana Karim, anything can happen. Naam, tukirudi huku extracurricular activities. Naam. Mnatilia mkazo katika shule? Yes, tuna. Kama nyinyi ni academic pekee? Hapana, tuna games day na club days. Kwa vile tuna boys and girls, girls wakiwa clubs, boys wako games. And alternative week hawa wakiwa games, wale clubs, and wiki ijayo ina alternate. Tuna viwanja alhamdulillah, we can do better. Wajua sisi with our sponsorship kidogo tuko limited kwa sababu matters maintenance and everything else, but mashallah saizi tuna very good fields.
ambazo na football is the most important game pale kama unavyoona, na basketball na netball. Hizo football, basketball, netball, we have enough space to do all that, alhamdulillah rabbil alamin. Na ndio michezo ambayo kwamba watoto wetu wanacheza. Tulijaribu kuintroduce hockey, watoto are not interested. Tulijaribu kuweka handball, kids are not interested. Na tuna netball ya girls, na alhamdulillah tuna karate, taekwondo team that is doing very well, alhamdulillah rabbil alamin. So tuko sawa, alhamdulillah. Kwa majulikana pia upande huo. Wa mashallah kija prize giving ndio tutaona. Lakini zaidi ni huu, yani nationally academics. By the karate zamani tumewahi kufika paka nationals. Na taekwondo tumewahi kufika regionals, alhamdulillah rabbil alamin. Naam. All students, do you engage with them to help the school? Yes, we do. In fact, all students right now are in a project to refurbish our library. That's their role that they have taken. They had a meeting with the board of management. Now wamekubaliana they'll do that with them. We have a very strong alumni. We wish more students can join in. We wish, lakini ndio ile kidogo watoto wakishatoka wanakwenda saa nyingine hawarudi, but we are trying to bring them back kwa sababu over the years over 10,000 students have graduated from Sheikh Khalifa. Na tuna pilots, tuna engineers, tuna medics, tuna everybody, the renowned lawyers, professionals. We have professionals in all. Tuna professors, tuna maprofessor, mashallah, alhamdulillah. Pa kwenye board of management, our chairman is a lawyer, one of the members is a professor, alhamdulillah, ambao wote ni former students. So we have they are everywhere, and if we come together billahi al-karim, we can do a lot, and that is what the current alumni is trying to do, win back the former students, inshallah, so that we together we can do something for the school, inshallah. And what is the biggest challenge ambao wewe umeface kama principal run the school? Wallahi mimi kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. The challenge that I have ni zile tunajiwekea sisi wenyewe. There is this to achieve. Yani mimi ni sheikh kama mimi sasa, mimi ni sheikh na mimi ni mwalimu. It puts you in a very delicate situation to balance the two. Watu wengine wanakuona kama sheikh ataweza kweli. And you know, so alhamdulillah, those are the actually mimi nitasema like challenges, mimi nitasema nani. Tashukuru alhamdulillah. Unapambana nazo. Yani whatever, kwa sababu serikali bora unafanya kazi na serikali vizuri. We have a very good relationship na the Ministry of Education, the sub-county office, alhamdulillah. We are good, alhamdulillah. Yani tumshukuru Allah, tuna walimu wazuri dedicated to their work, alhamdulillah. We have parents that are very cooperative, alhamdulillah rabbil alamin. We don't have major disciplinary issues, alhamdulillah. We are a school like any other, lakini hatuna problem ya aina yoyote. Tujapata mzazi sijui atakutupeleka kotini, hajapata mzazi sijui anakuja kutusumbua, ama tujapata mwalimu ambaye hataki kufundisha. Yani alhamdulillah thumma alhamdulillah, wallahi hatuna ila kusema shukran lillah. Nashukuru Allah, yani wallahi nashukuru. Na challenges ambazo zinakuja mara nyingi ni vitu vya kawaida ambavyo kwamba any institution that has na unaweza kuziovercome. Na generally ukiangalia level of education katika umma, unaonaje sasa? Wallahi we are doing improve sana. Hata walimu ambao kwamba wa Kiislamu sasa, zamani ilikuwa kwa profession ya walimu watoto wetu hawataki na wazazi ndo kabisa, lakini of late majority wazazi sasa ama labda watoto wamekubali kuweza kuchukua ualimu na kuwa walimu. Alhamdulillah, minna walimu karibu ni 4 sijui ni 5 pale, former students. They've gone out and they've come back. Now so we have quite a number out there, quite a big number out there that are already in other institutions, alhamdulillah, and are ready to work with us. So nitasema kwa hakika kuna kazi kubwa imefanywa na kina Sheikh Abu Hamza katika kuihamasisha wazazi na elimu. So sasa tunasema sisi tunataka kuimprove. Tuta-improve vipi kama walimu sisi? Mtoto anaja na role model, amone walimu wenzake, Muislamu mwenzake ni mwalimu, ndo atakuwa kuna morali kwa klasini. Na mimi naona we also need to commit more female teachers, watoto wetu wa kike wengi wa walimu. So mimi naona walimu ni kazi moja ambayo kwamba yamsaidia mtoto wa kike kuwa yani kufuata dini yake bila na ndio mwalimu nyumbani kabisa.
kwanza walimu wake wanza nyumbani, lakini unaona akiwa mwalimu, walimu haina restriction ya mavazi ya Kiislamu. Walimu mashallah, when it comes to masala ya leaves, ana 3 leaves, April, August, December, tena November, December, si ati una 4 months in a year leave unaweza. So mashallah, kwa hivyo mtoto wa kike akiwa mwalimu, na mimi namhimiza wazazi, wallahi, teaching is one of the professions that watoto wa kike hawaangalii, lakini it's one of the very good professions for wanawake. Yes, so they can be doctors, they can be engineers, we are saying that is possible, but kama kuna profession ambayo kwamba ina safeguard mwanamke na maafa na matatizo, na inamsaidia yeye kuweza kufata dini yake vizuri bila tashwishi na kuwa career woman, wallahi ni walimu, ni walimu. So mimi naona as a community we need to encourage our girls more wachukue walimu bidnillahi alkarim, kwa sababu tuna haja kubwa ya walimu wa kike, na wallahi tuwaona kwa mwalimu wa kike anafikisha risala hata kwa watoto wa kiume more effectively saa zingine than ule mwalimu wa kiume. Yani wale walimu wa kike wakifundisha maths, wallahi, ama fundishe chemistry, ama fundishe geography, ama fundishe biology, wale watoto wallahi, na wajua it's different ukifundishwa. The motherly touch really helps in understanding. Alhamdulillah rabbil alamin. And who is your role model? Rasul automatically. My role model is Rasul sasa. Wallahi, Rasul sallallahu, yani mimi si mtu mwingine. My role model is Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika ulimwengu wa sasa Rasul ni naturally all Muslim, that's our role model. Wallahi, I've never thought about it in that aspect, but my role model tasema, okay, angalia, wajua in many aspects mimi nimekuwa leo nimependa dini kwa sababu ya Sheikh Nasr Khamis and the way he taught it katika Masjid Azhar those days. Mimi kupenda dini na kutaka kusoma dini baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Sheikh Nasr Khamis. That is how I ended up kutaka kuwa sheikh, I ended up kutaka kuwa dai. It is kwa sababu ya Sheikh Nasr Khamis na vile ambavyo kwamba alikuwa kwa akifanya darsa, akitufundisha, akijibeba nafsi yake na kila kitu. Then the way I do da'wah has a lot to do with Sheikh Abu Hamza. Huyo ndasema is my father in da'wah. Sheikh Abu Hamza, the way hata khutba zangu nafanya na nini, I learned a lot from him because he's one of the sheikhs ambazo kwamba wajai sekta ya dini watu waweza kuiona haina challenge, lakini ina challenge kubwa sana between the old and the new generation. Ni ngumu sana upate mtu atakushika mkono kama kijana katika dawa, ngumu sana. Hasa time zetu zile wazee tulivyokuja, we are young, we speak 3 languages, Arabic, English and Kiswahili. It was a very big threat to the wazee then, lakini alhamdulillah tasema mtu kama Sheikh Abu Hamza ambaye alikuwa kwa wakati ule ndo one of the prime people katika saha ya dawa. He was a very active community member. Imam al-Khatib alitushika mkono and alhamdulillah he really helped to shape dawa yetu outside Sheikh Khalifa. Inside Sheikh Khalifa ilikuwa kuna Sheikh Baghazir, Sheikh Muhammad Ahmad Baghazir rahmatullahi alayhi, huyu ambaye kwamba mimi nilikuja kuchukua nafasi yake kuja kufundisha. Huyu he held my hand and guided me, alhamdulillah rabbil alamin, within the school. Sheikh Baghazir, nje Sheikh Abu Hamza, kuwa who and what I am today, that is Sheikh Nasr Khamis bidillah alkarim, baada ya tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo alinifanya nikapenda dini, nikawa mimi ambition yangu nataka kuwa shekhe, sitaki kuwa daktari, sitaki kwa me. My cousin brother is a specialist in mambo ya IT, hata anafanya kazi United Nations. Tulikuwa tukisoma pamoja hiyo IT. Mimi nikaachana nao nikaenda kusoma dini. You're not regretting? I am not regretting. In fact, kama naweza kumwambia mtu kitu, ukitaka fadhila ya duniani na akhera, soma dini. Ukitaka fadhila ya duniani na akhera, soma dini. Na wallahi hakuna mtu bora kushikilia mujtama na kupeleka mbele mujtama kama mtu ambaye kwamba amesoma dini. Ni ile tu saa zingine labda ni kusoma dini hujisahau, akasahau nafasi yake katika mujtama. Lakini ukiwa ni mtu ambaye umesoma dini na wewe wajua kwa wewe ni mas'uli Allah,
then na hakika utakuwa na ufanisi mkubwa sana. Swala hii dini yetu, kwenye masahaba ambao kwamba walifanya futuhat, au kizungu zaitwa conquering, lakini hatupendi kuzita conquering because we didn't conquer, we opened those lands up to Islam. Tumeongoza Spain na Portugal kwa pamoja for over 800 years. Nani alifanya vile? Nani khulafa ar-rashidin? By the time Rasul wafa, Arabian Peninsula yote ilikuwa katika Uislamu. By the time khulafa ar-rashidin wanakufa, tushafika Cyprus, tushafika karibu na Sindh, karibu na India. Hawa wamesoma wapi? Wamesoma msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. They were not engineers, they were not doctors or lawyers. These were fuqaha, these were Muslim scholars. Ilmu ya dini. Lakini ni leo tusijue ilmu ya dini haina nini niseme, yule ambaye kwamba amesoma dini yuko sawa na amebobea kumshinda yule ambaye kwamba atasoma ilmu yoyote nyingine. Hiyo mimi nitasema without fear of favor, without fear of contradiction, kama mtu amesoma dini, he's a better Muslim than any other person. Shida ni labda sasa yeye mwenye karakta yake kama haijashikilia dini ndio labda, lakini kama umesoma dini na umebeba ile dini kama ambavyo inavyopasa, wallahi you are one of the best people on earth to be given any position na you will be able to deliver bi'idhnillahi al-karim. Yani that's the way I see it and that's the way I know it, kwa sababu maswahaba wamefanya hivyo. Ile madrasa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya msikitini imetoa khulafa ar-rashidin, bado iko Madina na iko paka kesho kuto. By the way, unajua ndani ya Madina tuna institute pale paka saizi, ndani ya msikiti kuna watoto kutoka nyumbani aja kusoma ndani ya Masjid Nabawi ama Haram al-Makki. Kuna maahad pale ndani ya maahad al-Masjid al-Nabawi, na wale watoto wako kwenye sekta zote. It doesn't stop you from doing anything. Kwani mimi further studies ni nini? Further studies yangu ni dini. Mimi nimesoma sharia na leo naongoza shule, na shule imekuwa katika the best schools in the, we've achieved both milestone, alhamdulillah rabbil alamin. That's my further studies. Na nimesoma dini, nimekwenda kufanya masters Pwani University. Wallahi Pwani University mimi nafanya mitihani bila kupita, bila kusoma, kwa sababu ile dini ambayo kwamba mimi nimesoma. So ni sisi watu na tujiangalia kwa udhalilifu tu, lakini wallahi we are a powerhouse of knowledge and everything else with the like. This religion does not need any help, it is self sustaining. Ishikiliwe tu na watu kisawasawa na isome kisawasawa. There is nothing we cannot achieve in this world with the like. Na alhamdulillah, kumalizia Sheikh, advice gani unawapatia wazazi ambao wanatuangalia, vijana ambao wanatuangalia, pengine kumalizia kipindi chetu, advice hivi? Wallahi wazazi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazazi nyinyi mna masuala mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mbele ya Mwenyezi Mungu hawa watoto ambao kwamba wamepatiwa ni amana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakwenda kuulizwa kuhusu watoto. Sisi wazazi kama wazazi tumejisahau katika makazi yetu, tumejisahau kwenye biashara zetu, tumesahau katika mbio zetu za kimaisha. Tukabwaga majukumu yetu kwa watoto wetu. Tunasubiri watoto wetu walelewe na mashule, tunasubiri watoto wetu walelewe na madrasa, tunasubiri watoto wetu walelewe na mtaa ama na environment ambao ni makosa. Wewe mzazi lazima uwe kipaumbele katika kumuongoza mwanao. Ule mtoto ni wako, ni amana umepewa kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya amana ya dini yako, amana ya pili ni mtoto wako. Na wallahi weza kuwa mja mwema utakavyokuwa, lakini kwa ajili ya kutekeleza majukumu yako kwa mtoto wako ikakutia pabaya sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wazazi, tuweni wazazi. Tuacheni kubwaga majukumu ya uzazi kuwapatia maid, kumpatia mfanyikazi nyumbani, kupatia maanti, kupatia mahababa, bibi na babu nyumbani. Hawa watoto ni wetu. Kama vile ambavyo kwamba una wakati wa kwenda kazini, kama vile ambavyo kwamba una wakati wa kufanya shughuli zako ambazo kunaweza kuletea riziki, kuwa na wakati na watoto wako. Najua watu wengi usema twenda mbio kwa ajili yao tupate kuwatengezea mustakbal, kuwatengezea future. Ni future gani ambayo kwamba unamtengezea mtoto ambaye kwamba wewe hukumlea vizuri? Future gani unamtengezea? Hata ukamwachia mali ile ambao wakimbia kumtengezea, ataitaifisha, ataiharibu, kwa sababu hukumpa malezi na mafundisho ya kuweza kuthamini ama kulinda ile mali ambayo kwamba wewe wasema wakimbia kumtengezea yeye.
Watoto tuweni na muda nao, watoto tuweni na wakati nao. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni mfano mkubwa, na hadithi nyingi za mtaja kina Hassan na Hussein wakija kimparaga maungoni ya kiswali, kina Hassan na Hussein akija akiwabeba ayuko kwenye mimbar, masahaba ridwanullahi alaihim akitembea na Ibn Abbas kila mahali, ndo ataje amshike kichwa mwambie Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wila, kwa miaka 8 yuko naye wakati wote. Kwa nini sisi? Na hawa si watoto wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, haya ni watoto wa Rasul. Mmoja Ibn Abbas ni ibn ami yake, wengine ni watoto Saidina Ali, watoto wa Fatima. Ikiwa Rasul yuko kuna muda na watoto, kwa nini sisi hatuna muda na watoto wetu? Kwa nini sisi hatuna muda na kulea watoto wetu? Kwa nini malezi tuwapatia watu wengine? Wallahi tutakuja kujuta, tutakuja kujilaumu. Na hawa watoto wewe ona umepatia na kumpatia mtoto nguo, nyumba ya kuketi na chakula, haitoshi kama mtoto hautampa malezi ya Kiislamu. Ni hasara kubwa ikiwa kile utakachompatia ni nguo, nyumba ya kulalia na chakula, kisha iwe malezi ya Kiislamu ndio jambo la mwisho ambalo kwamba umempatia mwanao, basi uko kwenye hasara kubwa. Tabia na akhlaki watoto wanajifunza kwa kuwaona wazazi wao, kwa kuwasikia wazazi wao wakizungumza na wao. Watawasikia saa ngapi? Watawaona saa ngapi? Na nyinyi hamudiriki kukaa ndani ya majumba. Nyinyi ni kazini, kina mama ni harusini, matangani, kutembeleana, kwenda kutafuta biashara. Mimi na waombeni tugawanyeni maisha yetu, sehemu ya kutafuta maisha, sehemu ya kukaa na familia, na sehemu ya nafsi yako wewe mwenyewe. Tukifanya hivi biidhnillahil karim, tutaweza kubadilisha future ya watoto wetu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mmemsikia Sheikh Arshad hapo, principal Sheikh Khalifa Secondary School, shule ambayo kama vile mwanzo nilivyosema, wazazi wengi Waislamu na ambao si Waislamu wanapigania sana watoto wao waende wakasome shule yake. Ni shule ambayo mashallah inamlea mtoto kikamilifu. Kwa hayo machache, shukran, hadi wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.